Je, ni kwa nini kila taarifa mpya kuhusu kifo cha Daktari Victoria Mutiso sasa inaonekana kufungua swali jingine? Kuna DCI inayosema Gachagua alikuwa akiwasiliana na watu wanaochunguzwa katika mauaji haya. Kuna Gachagua anasema ana majina ya maafisa wa polisi waliohusika, na hata kabla ya baadhi ya taarifa za uchunguzi kuweka wazi, ilikuwa tayari ikizungumzia polisi. Na sasa kuna madai kwamba watu waliodaiwa kuhusika waliwekewa malipo ya shilingi milioni 1.5. Swali kubwa ni hili: Gachagua anapata wapi taarifa hizi? Na je, tunachokiona sasa ni uchunguzi wa mauaji ya daktari mmoja tu, au kuna mtandao mpana zaidi ambao bado haujawekwa wazi? Leo Mr. Zack tunafungua kila upande wa hii story. Kifo cha Daktari Victoria Mutiso ilianza kama tukio la kutisha la mauaji ya mchana katikati ya Nairobi. Lakini kadri siku zinavyopita, story hii imeanza kuchukua mwelekeo mwingine kabisa. DCI imeeleza kuwa imewakamata na kuwatafuta watu wanaodaiwa kuhusika. Polisi wameanza kutajwa ndani ya uchunguzi. Kuna madai ya pesa, kuna madai kuhusu mgogoro wa ardhi, na katikati ya yote haya yupo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye amekuwa akitoa madai mazito kuhusu mauaji haya. Lakini kabla ya kuendelea, kuna jambo moja muhimu. Haya ni madai ya taarifa kutoka kwa wahusika mbalimbali wa story hii, si hukumu ya mtu yeyote. Mimi ni Nyambunde Zack. Sehemu ya kwanza. Ni nini kilitokea kwa Daktari Mutiso? Daktari Victoria Mutiso alikuwa mtafiti wa afya ya akili na kiongozi katika African Institute of Mental and Brain Health. Mnamo Julai 29, 2026, alikuwa akisafiri kwenda kazini kupitia Upper Hill, Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na DCI, gari aliyokuwa akisafiria ilikutana na Toyota Prado iliyokuwa imezuia sehemu ya barabara. Gari lilipopunguza mwendo, mshambuliaji alifyatua risasi. Daktari Mutiso alipelekwa Kenyatta National Hospital, lakini akafariki kutokana na majeraha aliyopata. Uchunguzi ulichukuliwa na kitengo cha homicide pamoja na wataalamu wa forensic, na hapo ndipo story ilipoanza kuwa kubwa zaidi. Sehemu ya pili. DCI inasema imepata nini? Tarehe 7 Agosti, DCI Director Mohamed Amin alitoa taarifa kuhusu maendeleo ya uchunguzi. Kwa mujibu wa DCI, uchunguzi wa CCTV, forensic evidence na intelligence uliwaelekeza detectives kwa suspects kadhaa. DCI pia ilisema maafisa watatu wa polisi walihusishwa katika uchunguzi. Mmoja alidaiwa kuwa kiungo kati ya waliokuwa wanafadhili mpango huo na waliotekeleza operesheni. Mwingine alitajwa kama aliyedaiwa kutumia silaha katika mauaji hayo, na mwingine pia alidaiwa kuwepo katika eneo la tukio. DCI inaendelea kusema kuwa silaha iliyopatikana katika uchunguzi ilifanyiwa ballistic examination na matokeo yalihusisha na ushahidi uliopatikana katika kesi hiyo. Haya yote ni muhimu kusisitiza, ni madai ya uchunguzi wa DCI na kesi bado iko katika mchakato wa uchunguzi. Sehemu ya tatu. Shilingi milioni 1.5 inaingia wapi? Sasa hapa ndipo story inazidi kuwa nzito. Citizen TV imeripoti tarehe 8 Agosti kwamba wachunguzi wanaamini watu watatu waliodaiwa kuwa maafisa wa polisi waliwekewa jumla ya shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya operesheni hiyo. Kila mmoja, kwa mujibu wa taarifa hiyo, alitarajiwa kupata shilingi nusu milioni. Pia imeripotiwa kwamba sehemu ya pesa huenda ilikuwa imelipwa kabla ya mauaji. Wachunguzi pia walikuwa wakifuatilia movement ya silaha na register za vituo mbalimbali vya polisi. Na wakati huo huo, gari lingine linalodaiwa kuhusishwa na tukio hilo lilipatikana Kisii County. Lakini hapa tunapaswa kuwa uangalifu zaidi.
kuwa na madai ya polisi si sawa na mahakama kuthibitisha kwamba malipo hayo yalifanyika. Hilo ni jambo ambalo uchunguzi na mahakama bado lazima liweke wazi. Sehemu ya 4. Alafu Gachagua akaingiaje? Sasa tufike kwenye sehemu ambayo imefanya stori hii ikuwe ya kisiasa zaidi. Gachagua amekuwa akisema kwa siku kadhaa kwamba polisi walihusika katika mauaji ya Daktari Mutiso, lakini tarehe 7 Agosti, kabla ya DCI kutoa briefing yake, Gachagua alidai kwamba alikuwa na majina ya maafisa watatu wa polisi alioamini kuwa walihusika. Alisema pia kwamba kulikuwa na jaribio la kuwaficha, na baada ya DCI kutoa taarifa yake, Gachagua akazidi akisisitiza msimamo huo. Hapo ndipo swali likaanza kujitokeza. Gachagua alikuwa anajua nini kabla ya DCI haijatoa taarifa yake? Na kama kweli alikuwa na taarifa hizo, zilitoka wapi? Sehemu ya 5. DCI nayo ikamtaja Gachagua, lakini upande mwingine wa stori ni huu. DCI Mohamed Amin alidai kwamba Gachagua alikuwa amekuwa akiwasiliana na mmoja wa suspect wakuu katika kesi hiyo. Amin pia alidai kwamba Gachagua alikuwa akiwasiliana na bodaboda rider ambaye investigators walihusisha na tukio. DCI ikaendelea mbali zaidi na kusema kwamba kauli za Gachagua zingeweza kuathiri uchunguzi kwa sababu baadhi ya suspects walikuwa wakijaribu kukimbia. Hili ni dai la DCI, si finding ya mahakama. Sehemu ya 6. Gachagua akajibu. Gachagua akukubali maelezo hayo. Baada yake akamwambia DCI Director Mohamed Amin ache Wamunyoro achukue statement yake. Lakini kuna sehemu nyingine ya kauli yake ambayo ni muhimu sana katika stori yetu. Gachagua alisema kwamba ameendelea kupata taarifa kutoka kwa maafisa wa serikali na maafisa wa intelligence, na akasema hatataja majina ya watu hao kwa sababu anataka kulinda maisha yao. Sasa hapo ndipo swali letu linakuwa kubwa zaidi. Ni taarifa gani anazopewa? Anapewa na nani? Na taarifa hizo zilifikaje kwake? Kwa sasa hakuna ushahidi wa wazi wa public record unaoturuhusu kusema chanzo chake ni nani. Kwa hiyo hatupaswi kupashiri, lakini ni swali halali kabisa kuuliza. Sehemu ya 7. Kwa nini Gachagua analenga Kikuyu Police Station? Agosti 9 story imeingia hatua nyingine. Gachagua ametaja Kikuyu Police Station na kuelezea kama eneo ambalo kwa madai yake limehusishwa na mipango ya mauaji. Amedai kwamba baadhi ya maafisa wa kituo hicho wamekuwa wakilindwa na watu wenye mamlaka. Pia amedai kwamba maafisa fulani walilipwa shilingi milioni 500 kila mmoja kwa operesheni kama hizi, na kaunganisha madai hayo ya shilingi milioni 1.5 katika kesi ya Daktari Mutiso. Tena haya ni madai ya Gachagua na hayajawa hukumu ya mahakama. Lakini kuna swali jingine. Kwa nini Gachagua anaonekana kuwa na uhakika kiasi hicho kuhusu upande wa polisi? Sehemu ya 8. Ardhi inaingia wapi? Katika taarifa za sasa, motive na ardhi pia imekuwa sehemu ya uchunguzi. Gachagua amedai kwamba kifo cha Daktari Mutiso kilihusishwa na nia ya kupata au kuuza ardhi yenye thamani kubwa. DCI pia imeendelea kuchunguza masuala yanayohusiana na mali na magari yanayodaiwa kuhusishwa na kesi hiyo. Lakini hapa pia hatupaswi kuruka kutoka. Land dispute inachunguzwa hadi kusema hii ndiyo motive iliyothibitishwa. Hilo bado inahitaji ushahidi. Sehemu ya 9. Kuna stori mbili zinazokutana. Kwa sasa tunaweza kusema kuna narratives mbili kubwa. Upande wa kwanza unasema tumechunguza, tumepata suspects, ushahidi wa forensic, silaha na maafisa wa polisi wanaodaiwa kuhusika. Upande mwingine unasema mnaangalia watu wasio sahihi na mnajaribu kuficha walio nyuma ya mauaji haya. Na katikati yake kuna Gachagua. DCI inamuuliza kuhusu maswali yake na suspects. Gachagua anauliza DCI kwa nini haichukui hatua
dhidi ya maafisa anaodai walihusika. Hii ndiyo sababu stori hii sasa imeacha kuwa murder investigation pekee. Imegeuka kuwa pia mzozo kuhusu nani anajua nini, nani anamwamini nani, na taarifa zinatoka wapi. Sehemu ya 10. Swali kubwa ambalo bado halina jibu. Na sasa turudi kwenye swali letu la mwanzo. Gachagua anapata wapi taarifa hizi? Kwa sasa yeye mwenyewe anasema anapokea taarifa kutoka kwa baadhi ya maafisa wa serikali na intelligence, lakini majina ya hao watu hayajawekwa wazi. Na kwa upande mwingine, DCI inasema Gachagua alikuwa akiwasiliana na baadhi ya suspects. Hivyo basi kuna maswali kadhaa ambayo bado yanahitaji majibu. Je, Gachagua alikuwa amepata taarifa kutoka kwa watu waliokuwa ndani ya uchunguzi? Je, alikuwa na taarifa kutoka kwa intelligence officers? Je, taarifa zake zilikuwa zimepatikana kabla ya DCI kufanya arrests? Au kulikuwa na vyanzo vingine ambavyo bado havijajulikana kwa umma? Na zaidi ya yote, kwa nini baadhi ya madai yake yanafanana na mambo ambayo baadaye yamekuwa sehemu ya taarifa za uchunguzi? Hatutatoa jibu kwa niaba ya investigators kwa sababu jibu la swali hilo linahitaji ushahidi. Mwisho kabisa, kifo cha Daktari Victoria Mutiso bado kina maswali mengi kuliko majibu. Tuna DCI inayosema uchunguzi imefanya breakthrough. Tuna madai ya maafisa wa polisi kuhusishwa. Tuna taarifa za milioni 1.5. Tuna ango ya ardhi. Tuna Gachagua akisema anajua majina ya taarifa ambazo hazijawekwa wazi. Na sasa DCI yenyewe ikimuuliza Gachagua kuhusu mawasiliano yake na watu wanaochunguzwa, lakini ukweli wa mwisho haujafika mahakamani. Na labda swali muhimu zaidi si tu nani alimuua Daktari Mutiso, bali pia nani alikuwa nyuma ya mpango huo? Taarifa zilikuwa zinatoka wapi? Na kwa nini watu wenye taarifa hii tofauti kuhusu kesi hii wanaonekana kuwa na fashion zinazokinzana? Hiyo ndiyo sehemu ambayo tunapaswa kufuatilia. Mimi ni Nyambundeza. Kama unapenda stories zinazokwenda zaidi na headline na kuangalia maswali yaliyofichika nyuma ya taarifa, subscribe, bonyeza like na ushare video hii. Tutaendelea kufuatilia story hii hadi taarifa mpya zinavyotoka. Kwaheri.